na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri, na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri. Na watu wote waseme amina. Nisikilize, nilikuwa Marekani miaka nafikiri 7 au 5 iliyopita, na nikawa kwenye state moja wapo nisihitaji. Akaja mama mmoja kwenye huduma ya maombi na maombezi, ameletwa na wheelchair, ameparalyze, lakini yuko pale kwa kazi za kidiplomati. Ni mwana diplomasia, ni miongoni mwa, nafikiri anafanya kazi ubalozini au ni balozi, lakini wa nchi za Afrika ya Kati, huko Senegal nafikiri. Sasa nikazungumza naye, ananiambia, mchungaji, mimi nimeparalyze, sikuwa hivi. Ni afisa kweli, nimefanya kazi nyingi za serikali, nimekuwa UN, nimefanya kazi nyingi, lakini leo niko kwenye wheelchair hapa, nimewekwa na mikono ya watu. Namuuliza ni nini? Ananiambia, mimi nilikuwa nina mume wa ndoa, tukaishi, lakini sikujaliwa uzazi wa haraka. Ndoa yangu ilikaa kama miaka 20 bila mtoto. Kwa hiyo baadaye kwenye miaka karibu baada ya miaka 20 Mungu akaja akanijalia nikaconceive. Baada ya miaka 23 ya ndoa ndio napata kuconceive. Nikaenda kwenye kliniki moja nzuri, hospitali ambayo ni executive private fast track. Wakati huo bado niko kwenye nchi yangu na kufanya kazi, lakini niko kwenye nchi yangu. Kwa hiyo mume wangu akanipeleka kwenye ile hospitali, nikapokelewa na nesi mmoja kwenye ile hospitali kwa shangwe kubwa. Nilikuwa na shida ya complication, kwa hiyo nililazwa kwa muda mrefu. Huyo nesi alikuwa ndio ananihudumia kwenye rumu yangu. Ni zile hospitali ambazo ni 5 star, yani ni rumu unapewa na nesi anakuhudumia na daktari hivyo. Lakini nilikuwa najaribu kuprotect mwanangu aishi. Lakini baada ya miezi 9 ya taabu nilijifungua kwa operation, lakini mtoto wangu alikaa siku 3 tu na alifariki. Nilienda kuoga, nimerudi, mtoto amekufa, nikabakia kushangaa. Lakini baada ya hapo, na alifia nikiwa kule hospitali. Kwa hiyo baada ya hapo nilirudi, nikamwambia Mungu asante, nikaendelea na maisha yangu. Miaka 10 baadaye nikawa nimeshaondoka nchini, nimekuja huku, lakini miaka 10 baadaye nikarudi nyumbani wakati wa Christmas. Na wakati ule wa Christmas nilipofika ndiko kulikotokea balaa. Kwanza nesi aliyenihudumia, nilishtuka kufika nyumbani wakati wa Christmas, nikamuona amekuja na watoto wakubwa. Kwa hiyo mimi nagundua kwamba mume wangu alikuwa ananisaliti kwenye ndoa, na yule nesi alikuwa ni mke wake, na walikuwa wana watoto 5. Kwa hiyo yule mama ananiuguza hospitalini pale ni mke mwenza. Lakini hiyo nikaona watoto wa mume wangu wanafanana naye, wamezaliwa miaka ya nyuma, ni wakubwa. Nikajaribu kuangalia, nikasema ni kitu gani hiki, naona nini? Kwa hiyo katika maumivu haya nikajiuliza, ni huyu mwanaume ambaye mimi kwanza ndiye nina financial hapa nyumbani kwa kiwango cha juu, ndio na finance hapa, ndio nalipa bills, ninaweza kuwa ndio haya ninayapokea. Kwa hiyo alikuwa na shida ya kupokea situation kama hiyo. Lakini si hivyo, watoto waliletwa nyumbani kwa sababu watoto walikuwa wanaanguka kifafa cha ajabu, wote wanaanguka kifafa. Kwa hiyo baba yao ameletewa hao watoto, na yule mama ameenda kwenye maombi, ameeleza kwamba mimi niliiba ndoa ya mtu. Akaambiwa sasa lazima utafute huyo mtu uende ukamuombe radhi, na ili lazima liishe kwa mapatanisho. Kwa hiyo amekuja kwa ajili ya upatanisho. Lakini akamuomba yule mama ambaye sasa ni yeye hana mtoto, akamwambia naomba tuzungumze private. Akatoka pembeni akamwambia, nina kitu ambacho naomba unisamehe, mimi ndio nilimpoison mtoto wako akafa. Yaani yule mama aliposikia hivyo, hilo neno lilipoingia kwenye masikio yake, saa hiyo yeye akaparalyze. Kwa hiyo ni problem juu ya problem.
Kwa akaniambia uwezekano wa kumsamehe, nimejitahidi, lakini mchungaji, niangalie hali yangu inafanyaje. Na amekuja kwenye maombi. Nikamwambia mama, ninachokijua umeshakosa mtoto, na huyu amekuja kuungama kwako, na pengine Mungu amemsamehe uovu wake na dhambi yake, maana ni Mungu anayesamehe dhambi na kuachilia uovu. Watoto wake walipigwa wakaanguka mavifafa, wakaletwa kwa baba yao na wewe kwa ajili ya kuomba radhi. Sasa wewe unabeba kuparalyze. Ndio nakwambiaga huko duniani, ukisikia mtu akisema samehe, jitahidi kusamehe. Umuulize unataka kusamehe juu ya nini? Maanake kuna vingine ni rehani ya roho. Unakaa kwenye wheelchair, unajua ni mtu fulani amenikalisha kwenye hii wheelchair, na vaa pampers kwenye hii wheelchair kwa sababu ya fulani. Namna gani unaweza kumforgive, kumsamehe? Namna gani unaweza kusamehe? Ni neema ya Mungu. Kwa ilinigharimu 3 days, kwa masaa matatu kila siku, kuongea na yule mama nikimwambia unapaswa kusamehe. Kamfundisha skill ya kusamehe, nikamweleza na testimony zangu pia, na mimi nimepitia mapito magumu sometimes, lakini ili maisha yawepo, you must forgive. Na kama huwezi kuforgive, huwezi kusamehe, please ignore, dharau. Tukaenda, baada ya wiki moja yule mama aliinuka kutoka kwenye wheelchair baada ya kukubali kusamehe na akaachilia. Akaniambia mume wangu nilimwacha kule na yule mwanamke, na nikaamua kuondoka na nikaja hapa, lakini sasa I can try again, naweza kuanza tena. Baada ya hapo alienda kwenye hizo psychotherapy, na baada ya hapo amerudi ni mzima, hajambo.